Sawa, kama ambavyo unafahamu ni mwendelezo, na hapa wapo watu mbalimbali na miongoni mwao ni pamoja na wasanii wa filamu vile wapo kwenye eneo hili la mkutano mkuu, na hapa nipo na miongoni mwa msanii ambaye mimi binafsi namkubali kutoka kwenye tamthilia ambayo inafanya vizuri kwa hivi sasa kwa hapa nyumbani nchini Tanzania. Anafahamika kwa jina la Thomas, lakini Msungu ndo jina lake ambalo mimi nalifahamu. Na zungumza naye hapa. Brother, habari ya wakati huu? Mungu ni mwema. Imekuwa tayari. Sawa, tuzungumzie kwanza kuhusiana na mkutano mkuu. Umekuwa pengine ukihudhuria mikutano hii, na vile wewe ni kijana ambaye unaona vitu ambavyo vinafanyika. Kwenye ilani imetaja vitu vingi ambavyo vilikuwa kuweza kutekelezwa kwenye eneo la vijana pamoja na masuala ya ajira. Unaweza ukatoa neno gani kwenye eneo hili? Kwanza ni kushukuru tu serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa namna gani ambavyo wameweza kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, kwa sababu wakati wanufaika na mimi pia nimnufaika. Lakini wazi ni kwamba tumeangalia kwenye sekta nyingi sana ambazo wamegusa kwa kiwango kikubwa. Yaani hatuwezi kuwa tuna 100% yote, lakini ni asilimia chache sana ambazo kibinadamu hazijaweza kuwa sawa, lakini kikubwa ni kwamba tumezidi zaidi ya 99%. Kwa kama tuko 99.9 tumefanikiwa kwa ukubwa. Barabara, kwenye miundombinu tumefanya vizuri. Hata upande wetu sisi kama wasanii tumefanya vizuri, na kipindi hichi ndio kipindi ambacho wasanii wengi ambao watu wengine waliona wakiwa wana drop, lakini kwenye kipindi hichi ndio watu wameinuka wakawa wako juu. Biashara yetu ya sanaa pande zote mbili, sanaa zote kwa maana ya music pamoja na movie, film na sanaa zote watu wapata nafasi. Mimi nikiwa mmoja wapo ni kati ya watu ambao wamepata bahati ya kwenda Korea kwa ajili ya kujifunza, na yote imetekelezwa kutokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuhusu mkutano mkuu, namna ambavyo umeandaliwa, watu walivyoitikia, na mikakati na mipango na majibu na matarajio ya watu wengi kuhusu ilani iliyopita yanapatikana kwenye ilani hii mpya, ambayo kimsingi kila mtu anatamani kuisikia na kuiona, tuone tunaenda wapi. Unajua wengi hapa wanatamani sasa kuingia kwenye majukumu ya kuweza kuisaidia taifa, lakini kwa kuongozwa na Chama cha Mapinduzi. Yes. Sawa, moja kati ya kitu ambacho kimetajwa kwenye ilani ambayo imepita ni swala la tehama pamoja na ubunifu. Wewe ni mwana tasnia wa filamu, kwenye eneo hili namna ambavyo unalitizama, tumepiga hatua kiasi gani? Tumesogea sana kwa sababu hasa ambao wako kwenye industry ambao wanakuja upcoming wamekuja sambamba na tehama, mambo ya teknolojia. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaa sasa hivi anaitumia vizuri simu yake, tofauti na kutumia simu kwenye kutukana matusi, kujadili sana na hizi vitu ambavyo havina msingi. Lakini mtu ana create content kutumia simu yake aliyokuwa nayo. Maana ofisi yake anayo mkononi, atatumia kwa mawasiliano, atatumia kama ofisi. Sasa hivi kuna watu wanaendesha media kwa kutumia simu. Sio lazima hiyo kamera. Sababu unakuta kuna simu zina gharama kuliko kamera. Umenipata vizuri. Watu wanatembea na mic. Yaani mtu anaweza kaa anafanya kilimo, iko shambani anafanya kilimo, lakini anaonyesha watu namna ya kulima. Hiyo tu namna ya kuonyesha watu namna ya kulima ni hela. Umenipata vizuri. Kuna mtu amekaa ana create kitu chake kupitia simu. Kwa hiyo watu wamegundua kwamba sasa hivi sio lazima waajiriwe. Na ni ukweli, ajira ni chache. Sasa bwana, mama hawezi kuwa na create ajira tu. Utaratibu wa ajira uko vile. Serikali ina kwa watu wangapi? Hatuwezi kutoa serikalini. Taasisi za kibinafsi hizi watu wamejaa. Na sasa hivi bahati mbaya, kwa mfano kutolea mfano mdogo. Zamani watu kwenda kusoma tu dereva ili aweze kuwa dereva. Sasa tungekuwa na madereva ngapi sasa hizi? Kwa ikafikia hatua tunabadilika kwamba ili uajiliwe wewe mkurugenzi, cha kwanza unajua kuendesha gari. Yaani pamoja na kwamba unaweza kuwa una masters na nini, unaweza kuendesha gari. Hii tukupe gari ya wewe kutumia, hatuna uwezo wa kumwajiri dereva. Kwa dereva ongeza akili yako kwamba sasa hivi nikafanye nini. Sasa ndio unaposema sasa nitumie sasa teknolojia. Umenipata vizuri. Watu wakaleta idea za hii kutumia usafiri kwa mitandao. Umenipata, watu wanafanya nini. Umenipata vizuri. Kwa hizo ni njia ambazo, na ukiumwa vizuri njaa ndio unakuwa na akili. Kwa watu ambao wanatumia akili wengi, njaa zimewauma. Sawa, wakati tunamalizia, vijana huwa wanajitenga kwenye shughuli kama hizi, wanaona kama sio za kwao, especially kwenye masuala mazima ya siasa. Una neno gani? Kwanza wanachelewa. Unajua kijana ukiwa mbali na shughuli za kisiasa, haijalishi uko pande gani. Sawa bwana, lakini kujitoa, kuelewa kwamba ninapoenda sasa kwenye shughuli za kisiasa nimechagua upande sahihi. Sababu kuna watu tu wakiniona mimi niko CCM. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mtu sasa, nyie CCM tu. Sasa wewe nani? Hebu kuwa sema ambao unahisi wewe ni sahihi. Sababu hatukujui uko chama gani, hatukujui uko upande gani. Bado uko kwenye mitandao unasema watu. Uko upande gani? Kaa sehemu moja tukujue uko wapi. Na niwaambie tu ukweli.
Mimi siwasemi vibaya watu ni wapinzani, kwa sababu hauwezi ukaleta mafanikio bila kupata watu wa kusukuma. Kama wewe unajitambua, ni lazima ujue uko upande gani, na ujue upande upo kwa sababu zipi. Umejiridhisha, umejitathmini, umenipata. Kama saizi watu wamefungua milango, iko wazi, unapata nafasi za uongozi kwenye siasa, kwenye serikali. Unapataje hizo nafasi? Lazima uje, njoo, usikae tu huko unaonyesha vidole tata. Kesho kutwa ameenda kuchukua fomu jimboni. Ndio maana unajua yule bwana alikuwa anaje nini? Si unajipendekeza. Sasa wewe ili maisha yako mazuri unatakaje? Sema ujitume. Kujituma sio kubeba jembe tu. Unataka kujituma kujibeba jembe. Jitume kwa karibu na wenzio, ufanye nao kazi. Asante.